kwa pamoja, maisha yanakwenda na hakuna kinachoharibika. Haya ni vitu ambavyo sasa bodi ya utalii kupitia hifadhi, kwa sababu kwa Tanzania tunaposema Ngorongoro, kwa hifadhi ambazo ni kreta, ni hifadhi ya kwanza miongoni mwa hifadhi bora mno ambazo ni mabonde. Yani ukiwa Ngorongoro kuna futi zaidi ya 610 kwenda chini unatazama ambako wanadamu wanaishi. Maana yake ni moja hifadhi kubwa sana ambayo watalii watakapokwenda watakwenda kujua sasa ama kujionea kwamba Tanzania ni kweli imebarikiwa sana. Kuna sehemu ambako wanyama wanaishi na binadamu. Hii itakuja kustimulate zaidi kutokana na tukio hili, kwa picha zitakazopigwa, maana yake kuwavutia zaidi watu wa nje kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanakuja kuleta fedha za kigeni. Lakini faida ya tatu, kumbuka mwakani tuna big event kwenye digital economy. Mwakani tuna African Cup of Nations, tuna AFCON. Sasa kama mwakani tuna AFCON hiyo tunatakiwa kuintegrate maeneo ya kiuchumi yatakayosaidia taifa kuongeza pesa za kigeni. Miongoni mwa maeneo hayo ambayo watakapokuja watu wa nje tunatamani waya visit ni pamoja na Ngorongoro Crater, Ngorongoro Conservation Area tunatamani wafike pale. Wafike Serengeti ambayo ndio hifadhi ya kwanza kubwa zaidi. Lakini kwa mazingira ya Serengeti ambapo tunazungumza ama kwa Ngorongoro, tayari sasa Simba atakapoanza kufanya mchakato wa kwenda kuzindua jezi, tayari itakuwa ni green light, ni taa ya kuwaonesha watu walioko kwenye mataifa mengine kwamba Tanzania kuna hifadhi moja inaitwa Ngorongoro ambako binadamu wanakaa pamoja na wanyama. Tunaanza kuzionesha hifadhi zetu kabla ya event. Manake haya naweza nikasema ni maandalizi ya event kubwa ambayo inakuja kwenye faida zaidi kwa upande wa bodi ya utalii ambayo inasimamia ama imeingia mkataba na Simba Sports Club kwenye event hii. Bwana, asante sana, endelea kuwa na